karibu. Unajua yeye ni mzee anakuja polepole, lakini mdomo iko. Taifa hii leo liliamkia taarifa za msiba na majonzi. Kifo chake William Ole Ntimama, kiongozi kutoka jamii ya Wamasai kwa zaidi ya miaka 40 na aliyekuwa waziri wa turathi katika serikali ya mseto. Kifo chake huenda imeipata taifa kwa ghafla, lakini kwa familia yake Ntimama amekuwa kiongozi shupavu, sio tu katika familia yake bali pia katika uongozi wa jamii na taifa kwa ujumla. Kabla ya kifo chake, Ntimama alipanga kuhudhuria hafla ya kuchangisha pesa katika eneo la Mau, lakini hilo halikutimia. Mwendo wa saa 5 usiku wa kuamkia leo, Ntimama alikata kamba akiwa chumbani mwake. Baada ya familia kujulishwa yaliyojiri, mambo yakabadilika. Kwa upesi, mwili wake ulisafirishwa na kufikishwa hapa Nairobi mwendo wa saa 10 alfajiri. Rais Uhuru Kenyatta aliwaongoza Wakenya kutuma risala za rambirambi kwa familia ya Ntimama. Kulingana na Rais Kenyatta, Ntimama alikuwa kiongozi mashuhuri, alijitolea katika kufanyia jamii na taifa kazi. Ntimama aidha alichangia pakubwa katika kupatikana kwa uhuru nchini. Ameitumikia taifa na wakazi wa eneo bunge la Narok Kaskazini kwa ustadi na hekima. Nyumbani kwake hapa Nairobi, viongozi, jamii na marafiki walimiminika kuipa familia yake pole. Kinara wa CORD Raila Odinga kwa upande wake alimtaja Ntimama kama shujaa aliyesimama kidete kupinga unyakuzi wa ardhi ya jamii. Lydia Ntimama ambaye pia ni bintiye Ole Ntimama amesema kuwa familia imekubaliana mwili wa marehemu usifanyiwe upasuaji wowote kutathmini kilichosababisha kifo chake. Familia yake Ntimama imependekeza mwili wa marehemu Ntimama kuzikwa Jumamosi ijayo nyumbani kwake katika kaunti ya Narok. Kamati mbili tayari zimebuniwa kupanga mazishi yake Ole Ntimama, ikiongozwa na spika wa kaunti ya Nairobi Alex Ole Magelo na aliyekuwa mkurugenzi wa TLB Hassan Ole Kamwaro. Stephen Leto, Nipashe Wikendi.